Hamjambo wanafunzi, mkabala wenu ni mwalimu Konzi Nzaka, mwalimu wa somo la lugha ya Kiswahili, ambapo tumekutana tena katika somo hili letu ambalo tunalienzi. Daima tunasema Kiswahili kitukuzwe, ingawaje hapa kwetu kinaenda katika mwendo wa kujikokota, mwendo wa kobe. Leo tutaingia katika somo letu la kuandika, na katika somo hili tutaangalia barua rasmi. Labda utasema kwamba barua wewe unajua, ama utasema kwamba namna ya kuandika barua rasmi umeijua tokea ukiwa katika shule ya msingi. Lakini jinsi tunavyoendelea mbele, basi masuala ya uandikaji wa barua ama ufundishaji wa somo la Kiswahili huwa pia vile vile inachukua mkondo mwingine. Chembelecho wa Ingereza wanasema kwamba the higher you go, the cooler it becomes. Vivyo hivyo nikitafsiri nitasema kwamba namna unavyoendelea ndivyo hivyo pia ufundishaji wa baadhi ya yale masomo ambayo umewahi kuyapitia ukiwa katika vile vitengo vingine vya elimu, ndivyo hivyo tunaenda tukibadilika. Kwa hivyo usistaajabu na usiseme kwamba hutasikiliza kwa sababu wewe unajua tayari. Kwa hivyo kabla sijazama katika somo lenyewe la uandikaji wa barua, wacha ni dokeze lile somo ambalo tunajifunza kwa leo, ambalo ni Kiswahili. Kiswahili, alafu somo ni kuandika, alafu katika kuandika kwetu ni barua rasmi. Barua rasmi. Barua ni nini? Barua ni waraka. Barua ni jambo ambalo limeandikwa katika maandishi ili kuwasilisha ujumbe fulani. Na rasmi ni nini? Rasmi ni jambo muhimu, jambo ambalo halina uhusiano wowote wa kiurafiki pale. Kwa hivyo hii barua, hata kama yule ambaye unamwandikia mnahusiana katika hali ya kidamu, katika kijamii, basi unapomwandikia hii barua, mradi tu inaitwa barua rasmi, wewe hutaingiza uhusiano katika barua ile. Kwa hivyo kwa ufupi naweza kusema barua rasmi ni barua inayoandikwa na watu ambao uhusiano huwa hauingizwi kabisa katika hali yake ya kuwasilishwa. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba barua rasmi, barua rasmi ni aina ya barua. Wacha niandike waraka. Waraka ambao mwandiki na mwandikiwa huwa hawahusishi uhusiano wa aina yoyote. Aina yoyote. Nimeonelea nitoe ufafanuzi huo kwa sababu gani? Niweze kuleta
ujumuishaji. Labda mimi ni gavana na wewe ni mtoto wangu, na unaomba kazi katika ile kaunti yangu pale. Licha ya kuwa mimi ni baba yako, licha ya kuwa mimi ni kaka yako, licha ya kuwa mimi ni mjomba wako, licha ya kuwa mimi nahusiana na wewe kidamu kwa namna yoyote ile, hutaweza kuandika ile barua kwa kutumia maneno au msamiati ule ambao utaonyesha hali ya uhusiano. Hutaanza kuzungumza mambo mengine, nasema baba mimi ninasema hivi na hivi, hapana. Kwa hivyo ndio maana ikaitwa barua rasmi. Na ili kuonyesha namna ya kuandika hii barua rasmi, tutaenda hatua kwa hatua ili uweze kuelewa vyema barua rasmi haswa huwa ni ya aina gani, inaandikwa vipi, ina malengo gani na kadhalika. Lakini kabla ya hapo, wacha tuangalie aina za barua rasmi. Aina za barua rasmi. Kuna aina mbalimbali ya hizi barua rasmi. Ya kwanza, barua za kuomba kazi. Ya kwanza kuna barua za kuomba kazi. Kuomba kazi. Ambazo hizi kwa neno moja tunaweza tukaziita, wacha nikuongezee msamiati, ardha. Hizi ni barua za kuomba kazi, kwa neno moja tunaweza tukaziita ardha, application letters. Halafu ya pili, barua kwa mhariri. Barua kwa mhariri. Mhariri ni mtu gani? Mhariri huyu ni mtu ambaye amepewa jukumu la kupitia kazi ambazo zimewekwa katika maandishi. Kwa mfano, mhariri wa gazeti la Taifa Leo, mhariri wa taarifa za habari. Wale wanahabari kule nyanjani huwa wanapokusanya zile taarifa za habari, ndipo uweze kuziona katika vyombo vya habari, aidha gazeti ama redio ama pia vile vile katika runinga. Lazima huwa zinapitiwa na mtu fulani ambaye amepewa hilo jukumu, na yule mtu ambaye anazipitia kabla kuzipeperusha hewani huwa ndio anaitwa mhariri. Kwa hivyo huyu pia mwandiko ama barua anayoandikiwa huwa ni barua rasmi. Pia vile vile kuna barua za taarifa. Barua za taarifa. Barua za taarifa. Hizi barua za taarifa ni barua ambazo zinatoa ujumbe fulani kwa kikundi fulani cha watu ama kwa jamii fulani. Kwa mfano, huwa barua hizi zinaweza kuhusishwa na kujulisha hali ya tahadhari, kujulisha hali ya jambo fulani ambalo huwa linakusudiwa kufikia hadhira ama wale watu waliolengwa. Pia vile vile barua za malalamiko. Barua za malalamiko. Kulalama ni kutoa matatizo yale uko nayo, na sana sana matatizo haya huwa aidha unasababishiwa na mtu
ama huwa yule anayekutendea yale maneno matatizo, mambo, huwa wewe hufurahii. Kwa mfano, katika utendaji kazi wa waajiriwa katika serikali yetu, ama tunaweza kusema kwamba viongozi hawa wetu, kama wanatenda kazi ambazo haziridhishi, basi pale bila shaka tutatoa barua za malalamiko, na sana sana barua hizi huwa zinajitokeza katika vyombo vya habari kama vile magazeti na kadhalika. Utakuta mtu pale kuna sehemu fulani ambayo imetengwa mahususan ya kuandika hizi barua za malalamiko. Kwa hivyo barua za malalamiko pia huwa ni barua rasmi. Kwa sababu gani? Ni lazima pia zimpitie mhariri, inaweza kuchagua, je, hii barua inafaa kuwekwa hadharani ama la. Halafu pia vile vile kuna barua za mialiko. Barua za mialiko. Mialiko ni nini? Unaweza kusema pengine huu ni wingi wa mwaliko, na zimeitwa za mialiko kwa sababu kuna kualikwa kwa namna mbalimbali. Unaweza kualikwa harusini, unaweza kualikwa katika mikutano, unaweza kualikwa katika hafla mbalimbali. Ndio maana wakasema ni barua za mialiko katika hali ya wingi. Kwa hivyo hizi ni barua zinazomtaka mtu kuhudhuria hafla fulani ambayo imekusudiwa na au ambayo imepangwa. Halafu kuna barua za uigizaji au uagizaji au ununuaji wa bidhaa. Barua za ununuaji bidhaa. Hizi ni barua rasmi pia, ambapo unapotaka kununua kitu fulani, aidha kutoka ng'ambo ama kutoka afisi kuu ya kiserikali, basi huwa ni barua rasmi, kwa sababu huwa inahusisha mawanda mapana katika maudhui yake barua hii. Halafu na barua ya mwisho kabisa ni barua meme. Barua hii, barua meme, ni barua ambazo sio zote ni rasmi. Kwa mfano, unaweza kuwa unaandika barua meme, lakini unamwandikia rafiki yako ambaye yuko mbali na wewe, ambaye pengine yuko nchi ya ughaibuni. Unamwandikia barua meme, unatumia msamiati ule ambao ni wa kirafiki tu, kwa sababu hii ni barua ya kitaaluma, inatumia vifaa maalum vya kiteknolojia ili kuweza kuwasilisha masuala kama haya. Na barua meme katika uandikaji wa kiurasmi itafuata maelekezo fulani ya kuweza kukuelekeza namna ya kuunda ama namna ya kuwasilisha wazo lako katika hali ya urasmi. Je, kuna swali kabla sijaendelea? Basi kama hakuna swali, mimi nasema alhamdulillah, na wewe pia jipatie sifa na kongole, kwa sababu bila shaka hili somo linakuingia kulingana na jinsi linavyopaswa kufikia wewe. Basi baada ya kuona aina hizi zetu za barua, wacha tuone ni namna gani tunaweza kuziandika. Yaani tuangalie umbo la hii barua, tuangalie muundo
wa barua rasmi, kwa sababu muundo wake ni tofauti na barua nyingine yoyote ile. Kwa hivyo wacha tuangalie muundo wa barua rasmi. Muundo pia vile vile tunaweza kusema umbo la barua rasmi, la barua rasmi. Chochote kile ambacho huwa tunafanya huwa kina umbo na kinatambulika kutokana na umbo lake ama muundo wake. Kwa hivyo vivyo hivyo katika barua hii rasmi tunapaswa tuweze kujua umbo lake. Jambo la kwanza ni anwani ya mwandikaji. Nitaanzia pale juu kabisa. Anwani ya mwandikaji. Haya, naweza kusema ni mwandikaji, ama pia vile vile nikaweza kusema ya mwandiki, au nitakueleza tofauti iko wapi ya mwandiki. Mwandikaji ni yule mwenye tabia ya kuandika barua kila mara kwa mara. Huyu ndio mwandikaji. Labda wewe ni karani pale, na kama kuna kitu kinatakana kuandika, ni lazima kila siku utakuwa unaandika ile barua. Wewe ndio unaitwa mwandikaji. Na mwandiki hana mazoea ya kuandika barua. Labda kwa mwezi anaweza andika mara moja. Kwa hivyo yule ni mwandiki, na yule anaandika kila siku ndio mwandikaji. Kwa hivyo hawa wote wawili, aidha au anaandika kila siku ama anaandika mara moja, hawa ni waandiki, na lazima anwani yao iwe iko pale katika barua rasmi. Na anwani hii huandikwa upande wa kulia wa karatasi. Huandikwa upande wa kulia wa karatasi. Wa karatasi ambayo inatumika kuandikia ile barua. Halafu muundo wa pili ni tarehe. Kwa hivyo barua yako pale lazima iwe na tarehe kama mojawapo ya umbo la barua hiyo. Halafu pia vile vile lazima iwe na nambari za kumbukumbu. Nambari za kumbukumbu. Kumbukumbu. Na hizi nambari za kumbukumbu, labda unaweza kujiuliza kwa nini nambari za kumbukumbu? Hii ni nambari ya kuitambulisha barua. Nambari hii ni mbinu kama msingi wa marejeleo. Kwa hivyo ni ya kutambulisha barua ni ya aina gani. Kwa hivyo hiyo ni sehemu yake. Halafu sehemu nyingine ya umbo yetu ya barua ni anwani ya mwandikiwa.
Kwa hivyo yule unayekusudia kumwandikia barua lazima anwani yake iweko. Ili itakapofika kule, yule mtu ambaye hahusiki na amewahi kuipokea hii barua hata thubutu kuifungua, hata thubutu kuipitia, kwa sababu ile barua sio yake. Labda awe yuko likizo na pengine yeye ni mkubwa katika ile sehemu ambayo inamwandikia, halafu yule ambaye yuko chini yake ndiyo peke yake anaweza kuiandika. Lakini kama yeye mwenyewe yuko na ametoka kidogo, wale ambao wako hawaruhusiwi kuifungua. Halafu pia vile vile kuna mwanzo wa barua. Mwanzo wa barua. Barua hii utaianza kwa njia ya heshima, kwa njia rasmi kabisa, tofauti na barua ile ya kirafiki, kwa sababu iko na umuhimu wa ndani pale. Kwa hivyo mwanzo wake lazima uwe ni wa hali ya kipekee ambao umeingia heshima. Halafu kichwa cha barua. Kichwa cha barua. Usiwe na shaka, nitakuonyesha umbo lenyewe katika hali ya mchoro, ndio utaweza kuona hivi vidokezo ambavyo nakupatia hapa, kila kimoja kitaingia mahali yake. Kwa hivyo usiwe na shaka ukaanza kujiuliza kichwa tena cha barua kitakuwa namna gani. Kwa hivyo hapo usiwe na tatizo. Barua yenyewe ambayo tutauita mwili lazima iweko. Mwili wa barua. Hapa ndio kuna kiini cha ule ujumbe ambao unataka kuwasilisha kwa yule mtu ambaye wewe unamwandikia. Halafu mwisho kabisa kimalizio cha barua. Kimalizio cha barua. Je, ile barua utaimaliza namna gani? Ile barua si barua ya kirafiki kama vile nimesema. Hata kumalizia kwake barua hii huwa ni hali ya kipekee kabisa. Ni hali ya kipekee ili uweze kupata kile ambacho ulikuwako kimekupatia msukumo wa kuandika barua hii. Kwa hivyo unapoandika barua rasmi lazima ufuate muundo ule ambao nimeelekeza pale. Kabla sijakupatia mfano, ambapo mfano wangu mimi nimeamua kuandika barua kwa mhariri. Je, kuna swali lolote? Basi kama hakuna swali lolote, bila shaka yale yote ambayo nimewazungumzia kuhusiana na uandikaji wa barua rasmi yamenata kwenye bongo zenu, yamenata kwenye akili zenu, na wakati wowote ambapo utaulizwa swali ama utaelekezwa kuandika barua rasmi kuhusiana na mojawapo ya hizi barua, hutakuwa na tatizo lolote. Na mimi kama nilivyokuahidi ya kwamba mimi nitakupatia mfano wa uandikaji wa hii barua kwa mhariri. Kwa hivyo bila shaka tuko pamoja, nami nitafuta sehemu hii ili niweze kukuandikia namna
inavyotakikana katika nini? Katika uandikaji wa barua rasmi. Tena hii barua rasmi kwa mhariri. Kama ilivyo kawaida, kuna sifa katika uandikaji wa hii barua rasmi kwa mhariri, na sifa zile kwa uwiano ama kwa namna moja ama nyingine zinafanana na hapa. Kwa hivyo ninapokuandikia hizi sifa na kuandikia hii barua, usiseme mbona ninakuchanganya, kwa sababu huu ni muundo na hizi ni sifa. Kwa hivyo barua kwa mhariri ndio itakuwa anwani yetu. Kwa mhariri. Sifa ya kwanza ambayo inapatikana katika barua kwa mhariri huwa na anwani mbili kulingana na mtindo wa barua rasmi. Kwa hivyo huwa na anwani mbili kulingana na mtindo wa barua rasmi. Kwa hivyo sifa ya kwanza ndiyo hiyo, anwani ziwe mbili. Kwa mfano sasa, anwani ya kwanza ni ya yule mwenye kuandika ile barua. Mimi nitasema hivi: anayeandika barua anaitwa Musa Ali. Huyo ndio mwenye kuandika hii barua. Halafu sanduku lake la barua tutatumia mtindo wa anwani ya wima. Sanduku la barua 70456. Hizi namba hazitoshi. Inaenda wapi barua? Inaenda Kisumu. Ama huyu mtu ni wa Kisumu. Huyu mtu ni wa Kisumu. Halafu tunaandika tarehe ya huyu Musa aliyoandikia hii barua. Tuandike tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka wa 2018. Kwa hivyo hapa tutaweka nukta, tuweke nukta, kipumuo. Kwa hivyo hii ndiyo anwani yetu ya kwanza. Halafu anwani yetu ya pili ni ya yule anayeandikiwa. Hapa tunaandika mhariri mkuu. Tunateremka chini kidogo. Mhariri mkuu. Kama nilivyokuambia kwamba hata kama mnahusiana kidamu, hata kama ni baba yako, huwezi kuandika baba yangu mhariri mkuu. Hapana, unaandika tu pale mhariri mkuu. Gazeti gani? Gazeti la Nyota. Kwa hiyo huyu ni mhariri mkuu wa gazeti linaloitwa Nyota. Alafu sanduku la barua tuandike ngapi? Tuandike 68971. Halafu naenda wapi? Naenda Nairobi, makao makuu, kitovu cha Kenya. Baada ya kuandika hivyo, unaandika viakifishi. Hapa kama ilivyo kawaida, utaweka nukta, weke nukta, kipumuo. Kwa hivyo hapo tumeandika
hizo anwani mbili, ambayo ni hatua ya kwanza ambayo inahitajika. Halafu hatua ya pili ambayo tutafuata, kichwa cha barua. Kichwa chetu cha barua tutaandika kuhusu nini? Tutaandika kuhusu usalama. Kwa hivyo hizo anwani zetu mbili, tunakuja hapa tunaandika utovu wa usalama. Wacha tuandike utovu wa usalama. Utovu wa usalama. Halafu pale tunapiga mstari mzuri. Kwa hivyo hiyo ni hatua yetu ya pili. Tunapoandika hatua yetu ya tatu, tunaandika utangulizi hufuatwa na kiini cha barua ambayo mawazo hutolewa. Halafu hapa chini tunaandika mhariri. Tunapoandika mhariri, hapo sasa ndio tunaingia katika barua yetu. Na katika barua yetu tunaandika mwanzo wa kile ambacho kinatusukuma tuweze kuandika hii barua. Kwa hivyo hapa utaanza kuandika barua yako, na hii barua yako unaweza ukasema, nashukuru kupata fursa hii kueleza hisia yangu kuhusu usalama. Usalama ambao umedorora katika eneo la milimani. Kwa hivyo hapo ni mwanzo wa barua yako. Kichwa pale tumeandika tayari, ambapo inahusiana na utovu wa usalama. Halafu unaendeleza mambo yako kuhusiana na ujumbe ambao unauandika pale. Halafu mwisho kabisa huwa kuna jina la mwandishi. Baada ya kuandika hii barua yako, halafu na kuiendeleza pale, naendeleza barua yako kulingana na jinsi unavyotaka kumfahamisha huyu mhariri. Unaandika barua yako, halafu mwisho kabisa unaandika jina lako. Yule aliandika lile jina pale tunamuona ni Musa. Naweza kuandika hapa Ali. Halafu pia vile vile unaweza kuandika
utaweka signature yako pale, halafu utakuwako umeandika ile barua. Kwa hivyo barua yako rasmi utakuwako umeimaliza, na atakapoipata huyu mhariri, bila shaka atakuwa anajua umeandika kuhusu utovu wa usalama. Naye baada ya hapo, baada ya kuipitia, baada ya kuifanyia marekebisho, ataipeleka wapi? Kwenye lile gazeti lake la Nyota, kwenye ile sehemu ambayo atakuwa imetengewa mahususani kwa kupokea malalamiko. Kwa hivyo hiyo ndiyo barua yako rasmi ambapo inapaswa kuiona. Kwa hivyo huo ni mfano tu, lakini utakapochakaza tarakilishi lako ama kipakatalishi chako, utapata barua nzuri tu pale nimeitayarisha. Utaisoma kwa kina na uweze kuelewa zaidi. Hadi hapo ndio nimefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Hadi wakati mwingine, ni mimi wenu Konzi Nzaka nikisema kwaherini.